Asante Mwenyezi Mungu kwa huruma yako. Asante kwa ajili ya neema yako na ni asante kwa ajili ya kibali chako. Tunaposikia neno lako Bwana, tunaomba endelee kutujenga katika imani yetu. Tuendelee Bwana kushuhudia uzuri wako na tuendelee kuishi ndani yako kwa furaha na tuendelee kutangaza neno lako milele na milele. Tunaomba haya kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi tukae wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana wapendwa. Pengine kwa wageni, tumekuwa tukiongea mambo ya imani kuanzia Januari hadi sasa, bado tunaongea kuhusu imani. Timu yetu imekuwa ni faith, na tumeona kweli imani hii imetubeba. Bwana Yesu asifiwe. Imani hii imetuwezesha kupigana na changamoto zile zote tunazokutana nazo. Imani hii imetuwezesha kuvuka hata mabonde na milima. Imani hii imetuwezesha kupitia kwenye moto, kwa sababu wakati mwingine unafika mahali unaona huu ni moto, lakini imani imetuwezesha kupita hapo. Na imani hii pia imetuwezesha kupita hata kipindi kigumu ambacho tunaendelea kupitia cha COVID-19, ambacho hata bado hatujaelewa sana. Kama ni safari, ungesema kesho nitafika, lakini hatujui kama tutafika lini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuendelee kumwomba Mungu aendelee kutuwezesha na imani hii iendelee kujengwa katika maisha yetu. Na kwa ajili ya wageni, pengine repeat ile verse ambayo tulitoa mwelekeo wa kifungu hiki ama ya timu hii, na basi hiyo inatoka katika waraka kwa Waebrania mlango wa 11 mstari wa kwanza. Hebrews chapter 11 verse 1. Biblia inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ambayo huyaoni, yale mambo huwezi yafikiria, yale mambo unayoona ni magumu kwako, basi tunasema kwamba kwa imani hayo mambo yanawezekana. Praise the Lord. Amen. It is possible. In Him all things are possible. We are also believing through the verse in Luke chapter 1 verse 37 that in Him all things are possible. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tunataka tujifundishe mambo matatu haya ambayo yanahusiana na imani, na ni kama vile tulikuwa tumesoma kwa haraka, tulikuwa tumesoma kwa Injili ya Mathayo mlango wa 17 mstari wa 14 hadi 21. Matthew chapter 17, Matthew 17 verse 14 to 21. Ingine tutasoma kwa haraka ili tuwe pamoja na tusitafute sana. Na walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjibu akampigia magoti akasema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wakati mwingine tunajiuliza, kwa nini mambo mengine hayaendi? Hata nimekuwa nikiomba, na hata mchungaji unaposema kwamba I have been praying na ninaendelea kuomba, lakini kwa nini mengine hayaendi? Na kwa sababu hiyo
tumepatia na shetani nafasi kusema kwamba hili haiwezekani. Nilijaribu yote but I've come to conclude kwamba hii sitaweza. Sasa imani ukiingiza doubt basi haitafanya kazi. Wakati ule wanafunzi wamekemea pepo wakashindwa, na najua hiyo ilikuwa ni jambo ngumu sana. Kama umekemea pepo umeshindwa na mwenye ulikuwa unamsaidia bila kushtaki kwa mkubwa. Kwamba angalia Yesu, tulileta huyu mtoto kwa wanafunzi wako ili atolewe pepo na wanafunzi wako wakashindwa. Sasa najua wanafunzi walikuwa very traumatized. Wanaona kumbe sisi hatuwezi. Walifika katika state ya kujidharau kiroho. Lakini hata sisi wapendwa, inafikia wakati mwingine tunashindwa na mambo mengine. Tumeomba mpaka tumekata tamaa. Nataka nikwambie kwamba mpendwa, usikate tamaa, kwa sababu bado Mungu anatupatia, Yesu anatupatia nguvu za ushindi. Na hapo chini tunaambiwa hivi kwamba Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Lakini haya yanafanyika kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe kuna jambo lisilowezekana. Yale tunayoomba na tunaona yanashindikana, kumbe sisi tumepungua imani. Sasa badala ya complain, badala ya kwenda kuambia watu nimeshindwa, ambia Mungu niongeze imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili niweze kupita kwa hili. Mungu niongeze imani ili niweze kuona matokeo kwa hili. Mungu niongeze imani ili hili ombi ninaloliomba likapate kujibiwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wapendwa, Mathayo anatufundisha mambo kadhaa. That your faith can move mountains. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yako inaweza songeza nini? Milima. Imani inaweza songeza milima. Na unajua, unaweza angalia useme mchungaji, milima vipi? Yaani naweza niambia mlima ule ufuria uoke, uende mahali pengine na ukaoka. That's why I say kuwa na imani ni kufanya mambo ambayo yanaonekana kama hayawezekani. Yale unaombea unaona kwamba they are not logic. Yale unaona kwamba they are impossible. Now God brings possibilities in those impossibilities. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, yale tunaona hayawezekani, kwa Mungu anafanya nini? Yanawezekana. Now friends, have faith. Number one, we are talking about 3 points. And number one is, have faith that the Lord will move mountains that are obstacles to your faith. Kwamba Mungu anaweza ondoa milima ambazo zinazuia imani yako. Kumbe hata hiyo imani, kuna milima ambazo zimejipanga hapa kukuzuia wewe usiamini. Sasa tuombe Mungu, na pia tunasema kwamba have faith that the Lord will move mountains that are obstacle to your faith. Zile milima zimekuambia huwezi, hizo tayari ni milima. Sasa mwambie Mungu aondoe zile milima ambazo zimekuonyesha kwamba wewe huwezi. Na nimesema kwamba when we feel that we can no longer keep the faith, we may turn our eyes to God. When we don't understand something about the Bible or God, the Lord will lead us towards Him. If we have faith that God will pull us through, He is faithful to lead us through this life and all of its snares into a full relationship with Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa na imani na tukimwomba Mungu, ana uwezo wa kutuvuta karibu na yeye. Na yale yote tunayopitia, basi Mungu ana uwezo wa kuyaondoa yale tunayopitia katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. We may ask the Lord to help us overcome the obstacles in our hearts that separate us from God.
Bwana Yesu asifiwe. Tumwambie Mungu aondoe zile changamoto zote katika mioyo yetu ambazo zinatuzuia sisi kumfikia Mungu, ambazo zinatuzuia sisi kupata baraka za Mungu. Sasa sijui ni nini kimekuwa kikuzuia usio na imani. Maana tunapoongea kuhusu mambo ya imani na pengine hata tunaelekea karibuni conclude theme hii, nataka nikuulize nini kinakuzuia mpaka leo huwezi kuwa na imani? Kwa sababu kuna mtu atasema, mchungaji, nimejaribu lakini bado mimi sina imani. Ni nini hivyo tunakuzuia? Na ndio maana nimekwambia siku ya leo number 1 kwamba have faith that the Lord will move mountains that are obstacle to your faith. Mungu ana uwezo wa kuondoa hizo milima ambazo zinazuia nini? Imani yako. Ni wewe usongee mbele yake, ni wewe ukubali kuongozwa na Mungu. But number 2 friends, ni kwamba have faith that the Lord can move mountains that are obstacle in your life. Bwana Yesu asifiwe. Kunazo milima ambazo zimesimama ili kuzuia wewe kubarikiwa katika maisha yako. Na ndio maana nimekwambia have faith that the Lord can move mountains that are obstacles in your life. Sijui ni milima gani zimekuwa changamoto nyingi katika maisha yako, lakini nimesema hivi kwamba clearly faithful believers are not promised easy lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukimwamini Mungu sana, ukisema kwamba mimi nimeokoka na natembea sawa sawa na njia za Mungu, lakini hujakuwa promised maisha rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Hata mnapokuja kanisani tunawaambia kwamba wapendwa, majaribu yapo. Majaribu mtakutana nayo. Vikwazo mtakutana navyo. By the way, unaweza toka sahihi hapa kanisani na kufika kwa nyumba tayari unakutana na vikwazo. Hata wengine mnaweza kuwa ulikuwa pamoja hapa kanisani, lakini ukishafika kwa nyumba watu wamekiukana kabisa. It's like hata hawakuwa wamefika kanisani. Mambo yamegeuka, environment imebadilika. Na hata unapasika unasema, "Hey, by the way nimetoka kanisani, mbona mimi? Why me?" Because I expect that because we are out of the church, now we can be at peace. But there is no that peace. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba tuendelee kumwamini, naye ana uwezo wa kuondoa yale yote ambayo yanazuia sisi kubarikiwa. Na Yohana anatuambia hivi 16:33 wale ambao wanapitia mnaweza soma kama msomi nyumbani. John 16:33. The Bible says, "In this world you will have troubles, but take heart my friends, I have overcome the world, and you will also overcome." Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ameushinda ulimwengu na nyinyi mtafanyaje? Najua wapendwa, Yesu ni ndugu yetu mkubwa. Jesus is our elder. Wakati tulikuwa tunasoma bali tulikuwa tunaambia kwamba ukiwa unaangalia Yesu, usimwangalie Yesu kwa macho pengine ya ndani sana. Mwangalie kwa macho tu ya karibu na wewe. Alafu mwambie Yesu, najua wewe ndugu yangu mkuu. Na najua wale mko hapa about basketball mnaelewa nikisema hivi. Ndugu mkubwa huenda saa zingine atageuka kama mzazi wako. Yeye ndio anakujali, yeye ndio anakulipia fees. Ndugu mkubwa hata wakati mwingi huwa hana nguo. Ile ambapo zile nguo zake hata kama mkubwa apatie ndugu yake mdogo, zifungwe na kamba hivyo hivyo. Lakini kwa sababu ndugu mkuu anajali sana. Wengine hata uchelewa hata kuoa, anasema mimi mpaka nimalize kusomesha ndugu zangu wote. Ndugu mkubwa. Sasa huyu Yesu ni ndugu yetu mkubwa. He is our firstborn brother. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwangalie hivyo kwamba hivi ndugu yetu, na sasa tunajiuliza kama ndugu yetu mkubwa alipitia changamoto na kaushinda ulimwengu. Kumaanisha hata mimi nitapitia changamoto lakini niko na assurance ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nitapitia challenges lakini niko na obstacles, niko na imani kwamba hata hizo obstacles nitaweza kuzipitia na nitaweza kufanya nini? Kushinda siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus said that I've overcome the world and you also overcome. When we pray in accordance with God's will, we may have faith that no matter the odds, the will of God will be done
or will be accomplished. When we pray, if it is your will, may it be done. Bwana Yesu asifiwe. We know His will shall indeed be done, that no sickness, my friends, no obstacle, no poverty, no broken relationship, no cycles of sins, nothing is too big for God to overcome. Nothing can separate us from the love of Christ. As we also reflect from Romans chapter 8 verse 38 to 39. Kwamba hakuna jambo litakalotutenga na upendo wa nani? Ijapokuwa ni magonjwa, ijapokuwa ni mahusiano hayaendi vizuri, ijapokuwa ni dhambi, ijapokuwa ni umaskini, ijapokuwa ni kuishiwa, ijapokuwa ni changamoto tunazopitia za COVID-19, hakuna chochote kitakachotutenganisha na upendo wa nani? Wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. But lastly, friends, have faith that the Lord can move mountains of forgiveness. Bwana Yesu asifiwe sana. He can move mountains of forgiveness. Na sasa hii mara pili forgiveness. Number 1, sisi kusamehewa na Mungu. Tuko pamoja? Number 2, sisi kusamehe wengine. Mmenielewa? Kwamba Mungu ataondoa huo mlima wa msamaha. Kwamba wakati mwingine tumeona kwamba kuna mlima mkubwa ambao umesababisha sisi hatujasamehewa na Mungu. We just feel as if we are sinning. So if you have that feeling, you cannot have faith. Tuko pamoja? Ukijiona tu mimi mwenye dhambi na kwamba mimi ni kama sihesabiwi mbele za Mungu, basi huwezi kupokea imani. Lakini ukijiona hivyo, naambia kwamba enda kwa Yesu. If we have faith, God will wipe away all our sins. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa na imani Mungu ataondoa dhambi zetu zote. Tumwambie, na huwa tunawaambia kila siku, kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, Mungu aondoe dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaomba kwamba uambie Mungu akusamehe, akuweke huru. Hiyo number 1. Lakini number 2, we may find it impossible to forgive others. But Jesus said, if you forgive, you will also be forgiven. So if you don't forgive others, the word of faith will not work in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka Solomon mkubwa aliimba wimbo akasema, wakati mwingi tumefanya mioyo yetu kuwa jela na kufungia wengine. Kwa hivyo ile bitterness uko nayo iondoe, ile unforgiveness uko nayo iondoe, ili imani ifanye kazi ndani yako. Usipoiondoa imani haitafanya kazi. Oh my God, ukija hapa kanisani umebeba watu kwa mioyo. Huna roho ya msamaha. Tutaongea, tutaenda, lakini itakuwa kama yule mtu ambaye ameenda kanisani lakini hajapokea. Kwa hivyo wapendwa, kama uko na jambo lolote na ndugu yako, kama uko na jambo lolote linalokusumbua katika moyo, mwambie Mungu akusamehe. Number 1, number 2, apia ndugu yako yule ambaye unajua hawendi vizuri naye, mwambie akusamehe. You may try kuja kanisani daily na kufanya yote kanisani, lakini ukiwa kuna ndugu yako umekosana na hata Biblia inasema acha dhabihu yako pale wewe utafuta amani alafu urudi. Ndio uje upokee baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Petro tumetukumbusha hayo, tutatulia hivyo ili tupate kuomba. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo umekuwa mwaminifu kwetu na umetufundisha mambo matatu. Kwamba we should have faith that the Lord will move mountains that are obstacles to our faith. But number 2, that we may have faith that God will move mountains that are obstacles to our lives. But number 3, that God you will help us have faith that we will move mountains of forgiveness. Thank you, Father, because we are going to hear our prayers and we are going to do what is impossible in us. To you, all things are possible. Hear our prayers and faith in Jesus Christ our Lord.